Mbele yenu ni wanakamati wa tunajadili kwamba ni kitu gani tukifanye kwa mwaka huu tuache alama sisi kama wanawake chuma. Katika majadiliano tukagundua kwamba tunao watoto ambao wamezaliwa na wapo katika nyumba ya uangalizi maalum. Kwa hiyo tukapata nafasi ya kutembelea ICU ya hapa na tukagundua kwamba kazi kubwa mnaifanya, hongereni sana, lakini katika kazi ile bado kuna upungufu wa baadhi ya vifaa. Na miongoni mwa upungufu wa baadhi ya vifaa hivyo ilikuwa ni pamoja na oxygen flow meter, ambapo katika maelezo ya mhudumu tuliyemkuta alituambia ziko 2. Na kwa watoto ambao tuliwakuta kwa kipindi kile walikuwa ni karibia 30. Na kwa zile 2 kuna wagonjwa ambao wengine wanakuwa ni mahututi, wanapelekwa nje ya Kahama. Kwa hiyo ikitokea lazima moja itaondoka na nyingine itabaki. Na kwa moja kuhudumia watu wote inakuwa bado ni changamoto. Kwa hiyo sisi kama wanawake chuma tukawiwa tuache alama kwa kusaidia watoto hawa wasipoteze uhai, angalau tujikusanye na tuweze kuchangia kidogo. Na leo hii tunakwenda kuwakabidhini hizi oxygen flow meter 5 ambazo zitakwenda kusaidia na kuokoa uhai wa wenzetu pamoja na watoto. Kwa nini watoto? Kwa sababu sisi ni akina mama. Kazi ya mama ni kuzaa na kujaza dunia, lakini pia kulinda watoto wetu na kuwakinga na baadhi ya vitu. Kwa hiyo hii tuna imani kwamba itakwenda angalau kusaidia watoto hawa, si watoto peke yao, lakini hata watu wazima ambao watakuwa na changamoto kama hizo. Kwa majina naitwa Biera Kwesiga, ni afisa muuguzi msaidizi hospitali ya Manispaa ya Kahama, lakini pia ni mmojawapo wa wanakamati wa kamati ya mwanamke chuma. Kwanza tupende kuwashukuru kabisa Gold FM na waandaaji kwa ujumla wa tukio letu la mwanamke chuma. Lakini pia kwa kuweza kuja kutambua mahitaji yetu kwenye hospitali yetu na kuweza kutushirikisha nini ambacho tunahitaji. Kwa kweli kwa hivi vitu vichache mlivyoweza kutuletea tunashukuru sana. Na kwa ujumla hizi flow meter ambazo ametuletea katibu ni ambazo ni double. Na maana hizo 4 zinaweza kuhudumia wagonjwa 2 kwa wakati mmoja, alafu na ile moja ni ya single. Kwa ujumla ina maana tutakuwa na jumla ya flow meter 9 tunaweza tukasema kwa kuanzia. Kwa hiyo tuwashukuru sana, na kama zinavyoonekana na ni rahisi, si kwamba ni zile ambazo tutahitaji kuwa na spana. Ni ambazo mtu yoyote wakati wowote amepata dharura anaweza akachomeka akafunga kwa mkono wake. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuweza kuyagundua mahitaji haya. Lakini pia tunapenda kuasisitiza wadau wengine ambao wanatamani kuendelea kuja kututolea misaada kwenye hospitali yetu, wafike kwenye ofisi za viongozi, waulize mahitaji, wataambiwa na wataweza kutusaidia kuleta. Kwa sababu hizi zimekuja lakini bado tuna uhitaji mkubwa sana. Mganga mkuu, ni labda tutumie nafasi hii pia kusema hapa hospitali ya Manispaa imepata bahati ya kupata msaada huu, lakini ina mabalozi 3 kutoka mwanamke chuma katika season zote 3. Kwa hiyo pia sisi tunashukuru mkurugenzi, tunajisikia fahari, tunaona umetambua nafasi yetu. Pia ni mara chache wauguzi tukifanya shughuli za jamii, nyinyi mnajua tunakuwa sana kwenye huduma za wagonjwa wa udini, lakini sasa naona hii brand inakwenda kututoa. Tunafanya sasa shughuli za kijamii, tunafahamiana nje ya uuguzi, tunafahamiana katika mambo kadha wa kadha. Hili kwetu sisi tunalishukuru. Mganga mkuu, mzidi kuturuhusu tunapoomba ruhusa za kufanya shughuli za kijamii. Mungu awabariki sana. Kwa nafasi ya pekee kabisa niweze kumshukuru mkurugenzi wa Gold FM kwa kuweza kuwa na maono ya namna hii. Mwanamke chuma ni maono yake. Pengine tumekuwa tukisema mwanamke chuma mtu haelewi, anacheka. Mwanamke chuma ni brandi na ni kitu ambacho kinaigusa jamii. Kwa leo sisi tumeigusa jamii ya wagonjwa kwa kuleta hizi flow meter. Lakini sisi tutakuwa chachu ya wengine kuja pia kuigusa jamii. Kwa basi labda ninatamani hata uongozi wa hospitali au uongozi wa idara ya afya tuwe na mwendelezo wa kuweza kuwa na mawasiliano mazuri, lakini pia mahusiano na mashirikiano mazuri na mkurugenzi, lakini pia kamati nzima ya mwanamke chuma. Mwanamke chuma kwa kuangalia unaweza kusema ni vibe, ni sherehe, ni kunywa, ni kucheza, lakini zaidi ni kuigusa jamii kwa mambo kama haya. Jina langu naitwa Salome Mvanga au Salome Wig Point.
Nimesimama hapa kwa niaba ya wajasiriamali wanawake wote wa Kahama na nikiwa ni mmoja wa kamati ya mwanamke chuma. Sisi tunaweza kusema kwa msaada huu tuliojichanga kutoa hapa haitakuwa mwisho. Katika season zote za mwanamke chuma tutajitahidi kuigusa jamii yetu, ikiwa ni mama ni mlezi wa familia, tunatambua. Kwa hiyo mama, kama tulivyotembelea wodi ya watoto, wodi ya wanawake, lakini pia tutembelea emergency, huduma ya dharura. Kwa hiyo tukaona upungufu huu. Kwa hiyo tunawakaribisha na wadau wengine wanaosikiliza Gold FM, wanaotazama mwanamke chuma, wanaotusupport kwa mwanamke chuma. Tunapokuja kugonga hodi kwa ajili ya jamii, basi mtushike mkono, msituache hivyo hivyo. Tunawakaribisha wote na tunawashukuru sana mganga mkuu kwa kutupokea vizuri, kwa kutukaribisha na kupokea msaada huu. Tunasema tutarudi tena na tena tukiwa kamati ya mwanamke chuma kama tulivyo. Kwa majina, mimi naitwa Honest Mrema, ni katibu wa afya hospitali, na kwa lugha nyingine ni mtendaji mkuu wa shughuli zote za hospitali. Kwa hiyo wakati anafika mkurugenzi na Madam Agnes, tulikuwa na mjadala mrefu sana. Ule mjadala mwisho hatukupata majibu, lakini yale majibu tumeyapata leo. Kwa hiyo kwa niaba ya ofisi yangu na timu nzima watumishi waliomo humu na wanawake chuma watatu kutoka ndani ya hii taasisi, mimi nashukuru kwa sababu mmekuwa sehemu ya jamii na nyinyi pia mmekuwa sehemu ya jamii ya kwetu. Kwa hiyo kimsingi ni upendo mmeonyesha, lakini pia isiwe mwisho, iwe mwanzo, na wakati mwingine inapotokea basi msisite kutufikia. Huko sisi tuna watu wa kila aina ambao wana uhitaji wengine pia sisi tunawahudumia, hatuwezi, lakini nyinyi jamii mnaweza. Kwa majina naitwa Dr. Sospita Boyo, ni kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya manispaa ya Kahama. Kwanza ni mshukuru mkurugenzi wa Gold FM na grupu zima la mwanamke chuma. Mwanamke chuma mimi sikuwa najua sana tafsiri yake, na nilikuwa naona kuna magrupu fulani ya hospitali hapo, na mpaka watu basi wanafika mahali wanataka tafsiri ya neno mwanamke chuma. Sasa watu wanaanza kuweka maneno ambayo ni ya kiutani sana. Anasema kwa mfano tafsiri moja niliona juzi nikawa nacheka, anasema mwanamke chuma tafsiri yake anasema haya ni woman. Sasa unaona Kwa hiyo kumbe ni grupu zuri kabisa lenye lengo mahususi la kusaidia jamii. Kumbe sasa, kwa sababu maneno mengi yamesemwa, mimi nisingependa kusema maneno mengi sana. Kwanza sisi msaada mliotuletea kweli tunaurecognize kwamba ni wa muhimu sana, na sisi kweli flomita hii kwetu ni tatizo kubwa, na saa hizi imetusaidia sehemu kubwa sana, kwa sababu hospitali kubwa kama hii tuna flomita 3, sijui 2, sijui 4, yani hazitoshi hata kidogo. Sisi hapa tuna wagonjwa wanatoka maeneo mbalimbali, unakuta saa nyingine tunafika hata safari 3 tunasafirisha wagonjwa kupeleka nje na kwetu hapa, na wengine wanahitaji, lazima awe anahitaji kutumia oksijeni, kwa maana hiyo lazima aondoke na mtungi ulio na flomita. Sasa tunafika mahali tunapata shida kubwa, lakini kweli mwanamke chuma nafikiri huu ni mwanzo mzuri. Mimi niombe pia next time msitusahau, kwa sababu tayari tunawawakilishi wanawake chuma wako kwetu hapa. Sasa mkiwasahau mtakuwa mmetuangusha sana. Lakini yote niseme kwamba kama pia vipo vikundi au NGOs ambazo zinafikiria kwamba zina uhitaji wa kuja kuchangia kwa maana ya kuisaidia jamii ya watu wa Kahama, pia sisi tuko wazi, tunawakaribisha tufike, basi tuwasiliane na uongozi. Tuna mapungufu mengi of course, tusione majengo haya yanaendelea, yanahitaji vitu chungu mbovu. Kwa hiyo mimi kwa hayo machache mimi niwashukuru sana na niwaombe tuendelee na ushirikiano huu. Kwa jina naitwa Joseph Sengule, ni muuguzi mfawidhi wa Kahama Hospitali Manispaa. Mimi nimefurahi na nimependa kwa moyo ambao umeonyesha. Naona viongozi wangu wameongea, mimi niwapongeze tu, maana mmeonyesha moyo wa upendo kabisa, ambayo ni matendo ya Mungu. Mungu awabariki sana.
Naitwa Tatu Zabloni Magoti. Yaani kwa kweli huduma za hapa ni nzuri, tunamshukuru Mungu, manesi wanatusaidia. Hakuna shida yoyote. Tunashukuru kwa kuja kwa ujio wenu, tumefurahi sana. Na mzidi kutuchangia hivyo hivyo kwa ujio wenu, mnatuletea vifaa kama hivyo, tunashukuru sana. Karibuni sana wadau wa Mwanamke Chuma. Kwa majina naitwa Nyabiseko Robert Kadidi, ni muuguzi kiongozi wa kitengo hiki cha watoto wachanga. Kitengo hiki kinahudumia wale watoto wachanga wenye matatizo mbalimbali. Kinahudumia tangu siku ya kwanza ya kuzaliwa mpaka siku ya 28. Kitengo hiki kinaitwa Neonatal Intensive Care Unit. Karibuni sana. Tunashukuru sana wadau wetu kwa kutusaidia. Hilo lilikuwa ni hitaji letu kubwa sana. Kifaa hiki cha Flowmeter ni kifaa muhimu sana cha kutolea huduma kwa watoto, hususan watoto wale wenye changamoto za upumuaji, wakiwepo watoto njiti ambao kitaalamu tunaita premature, na wale watoto wanapata shida ya upumuaji au wanachoka wakati wa kuzaliwa, wanaitwa birth asphyxia. Kwa hiyo kifaa kitatusaidia sana wakati wa kuwaokoa maisha, hasa hususan kwa wale watoto wenye shida ya upumuaji. Kinasaidia kwa kuconnect na kuwatolea oksijeni. Kwa hiyo tunawashukuru sana, tunaamini huu mchango mliotupa utawaokoa watoto wengi sana. Kwa niaba ya uongozi wa hospitali, pia kwa kitengo hiki, mimi natoa shukrani zangu za dhati sana, na naamini hiki kifaa kitakuwa msaada mkubwa na kitaokoa watoto wengi sana. Kwa hivyo basi natanguliza shukrani za dhati na kuwashukuru sana. Mungu awabariki. Kwa kweli kifaa hichi cha Flowmeter kilikuwa ni changamoto. Yaani tumekuwa na Flowmeter sasa, yani kwa kitengo hiki huwa tulikuwa nazo kama Flowmeter 3. Nazo zikawa zinahudumia sehemu mbalimbali, kuna muda zinatoka sehemu huku na huku, lakini mahitaji ya humu, kwa sababu inafikia wakati huwa tunalaza watoto zaidi ya 40. Katika 40 hao unakuta wenye changamoto ya upumuaji ni kama watoto 10 hivyo. Kwa hiyo basi tulikuwa tunahangaika muda mwingine Flowmeter, kwa sababu Flowmeter zenyewe zinatumika kwa hizi oxygen cylinder, mitungi ya oksijeni. Kwa hivyo basi tuna oxygen concentrator ambazo zinatoa oksijeni moja kwa moja kwenye umeme, lakini hizi oxygen cylinder zinatumia mitungi. Hivyo basi tumeshukuru sana kupata hizi Flowmeter, kwa sababu uhitaji wetu labda tungepata kama Flowmeter 10, kuanzia 10 na kuendelea, zingetusaidia sana. Lakini hata kwa hichi kidogo tunawashukuru sana. Oxygen Flowmeter yetu ndo tunaiona ni kama hii. Kama nilivyoelezea uhitaji wa watoto, tunapata delivery nyingi sana watoto njiti. Na watoto njiti changamoto yao kubwa ya kwanza ni shida ya upumuaji. Kama tunavyowaona hapa. Kwa mfano watoto wamezaliwa jana usiku, wote wapo wanapumulia mashine. Lakini sasa hivi oksijeni wanapata kutoka kwenye mtungi unaotoka kwenye umeme moja kwa moja. Lakini oksijeni kubwa inayofanya kazi kwa haraka ni inayotoka kwenye cylinder. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuzileta hizo Flowmeter, naamini zitawasaidia watoto wengi na zitatusaidia katika utendaji kazi. Hii ilikuwa ni timu nzima ya Mwanamke Chuma ambayo imeandaliwa na mkurugenzi wa Gold FM pamoja na wanawake kutoka Manispaa ya Mji wa Kahama pamoja na wanawake kutoka katika hospitali ya Manispaa ya Mji wa Kahama. Na hivi vifaa ndio vimekabidhiwa hapa na kamati nzima kabisa ya Mwanamke Chuma ambayo imeongozwa na mkurugenzi wa Gold FM Neema Mgeni. Tukutane ndani ya ukumbi wa Marex. Tunawapenda sana. Mwanamke Chuma 2025, hakuna mipaka. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa
kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.